Hello, the Lakmam family. Welcome to our live stream again. In case you are seeing me for the very first time, my name is the Lakmam Debra Nchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I'll create awareness on what happens in the Middle East. And sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. Nimekuwa live some few minutes ago na nikapigiwa simu na baba ya msichana mmoja anaitwa Susan Njeri ambaye ako Saudi Arabia, ako mgonjwa sana. I posted her a story yesterday. Wakamwambia atarudi nyumbani, but they had hidden agenda. So ilifika time wakamtoa nguo zote, wakamsukuma kwa lift ya ofisi, then they locked, alafu wakaswitch off power. So babake amenipigia simu kama ako very disturbed na nilikuwa kwa show. So I had to cut the show nimsikize. We need to get justice for Susan Njeri. Na nimesikia vibaya sana because this is somebody's daughter. Ameenda Saudi Arabia, ako na 1 month. She just traveled 13th of July. Ako na 1 month Saudi Arabia. Akapelekwa house to house, lakini akakuwa mgonjwa. Akapelekwa hospitali, akawa anatapika damu, akifaint. So wakamrudisha kwa ofisi. Wakasema wamrudishe nyumbani. So wakamwambia huwezi rudi nyumbani, tutakupea loan, tukupeleke hospitali utibiwe upone, and then utalipa hiyo loan ukishapona. Sasa unaona ni mtu mwenye ako weak. So alikuwa ameachwa hapo kwa ofisi, na wale wasichana wenye walikuwa na yeye hapo ndio walikuwa wanamuona akizimia, yeye anashtukia tu watu wamemzunguka. So akaongea na Lilian wa EMALI Solution Limited Agency Kenya, ambayo iko Kenyatta Avenue, Standard Chartered Building, 3rd floor. Akaongea na Lilian akamwambia utalipa 280,000 Saudi, yani thousands ya Kenya, tulipe Mwarabu. Akasema unaona hajafanya kazi ni 1 month. Na watu wanaambiwa ukifanya kama uko na shida within the 3 months utarudishwa. Kuna returning ticket. So Lilian akaambia msichana kama una hiyo 280 tafuteni ticket ya kukurudisha nyumbani. The family went ahead, they sold their property. Wakapatia Lilian pesa ya 55,000 Kenyan money. Lilian akasema zitume kwa namba ya mama yake anaitwa Hana Kasena. Hana Kasena wanafanya na Lilian kwa ofisi moja. So wakati nilikuwa nimepost hiyo video, Lilian alienda akachukua hiyo video, akapost kwa page yake, akasema there is no way msana atarudi nyumbani kabla hajapeana pesa ya Mwarabu. You can check here. So sasa ikafika leo wamemchukua tu changuvu kutoka huko kwa room. Sasa wenye walikuwa pale ndio wameongea na familia yake, wakamwambia what they have seen ni miujiza hawajawahi ona. Huyo msichana alitolewa nguo zote, akawekwa kwa lift na waka switch off power. So wanasema hawezi rudi nyumbani kama ana hiyo pesa. Imagine huyu ni mtu mgonjwa. Wazazi wameuza land yao, wametumana ticket kwa agent. Agent amechukua hiyo pesa na anasema there is no way that lady will come back alive unless wamumalize. So they have an intention of killing. Na naambia watu kuna watu wanauawa kwa ofisi ya Saudi Arabia. Kama huyu msichana if she will be spared, atakuwa walking testimony. I'm back because I want to share the number of Lilian na mama yake because they received that money. Hawakukata ticket, now wamepeana order huyo msichana uawe. Kwa nini mtu atolewe nguo arushwe kwa lift and then they switch off the power? Na huyo ni binadamu. Nataka kupeana namba ya Lilian na mama yake na namba ya ofisi ya Saudi Arabia, please, kama uko pale. Hiyo ndio imenileta tu hapa. Pigia huyu mwanaume anaitwa Jehan wa Saudi Arabia. Mwambie we are aware of what you want to do. Because huyu msichana hatuwezi kumsaidia, ni sisi wenyewe tutaweza amua tushikane mkono. We help this lady. I know the family is worried, but they don't need to be worried. Saudi Arabia office. Yani nasikia tu kama mimi mwenyewe na sweat, but sometimes vitu zingine zina happen na watu hawajui. Kuna watu wanauawa kwa maofisi. At the moment mtu anauawa kwa ofisi, wale wasichana wote wako pale wao wanapokonywa simu wanakuwa transferred to different offices, to different branches.
Hii haiendi ku happen. Hii haiendi ku happen because we need to save this girl. Nilikuwa nimelala lakini imebidi nihamuke because we have to save her life. Hiyo ofisi ya Saudi Arabia inaitwa Jehan na namba yake ni +966 555 509 685. Okay. Mali ya Madam Lilian, huyo madam ako na kiburi lakini hakuna vile huyu msichana atauawa kama sisi watu wa Like Mom family tuko hapa. Madam Lilian, agent wa Kenya, namba yake ni 0727 523 677. Hiyo ni namba ya Madam Lilian wa EMR Solutions, na namba ya mama yake wanafanya na mama yake ni moja, na mama yake ndio anapokea pesa zenye watu wanatuma za ticket. Sasa kama huyu yenda kwa Ana Kasena ambaye ni mama ya Lilian, wanafanya na yeye kwa ofisi moja. Watu waambie intention yenye walikuwa nayo when they are demanding mtu auawe in a foreign land. How now? 0723 366 622. We just want to know why they want to kill that lady. You too. I want to pin these numbers. Tafadhali, if you have seen that video, ujue tu, this is what happens. Kuna wasichana wanakufia kwa ofisi. Even as we speak right now, kuna ofisi msichana alijinyongea hapo. Wote walikuwa transferred na wakanyang'anywa simu. But this one hour, I'm very sure wenye wameona akitolewa nguo akirushwa kwa lift ndani, hawaendi kukaa kwa hiyo ofisi tena. Watatolewa na watapokonywa simu, na hizo ndio biashara zinaendelea. Now that tuliweza kupata hiyo information on time, tafadhali na kuomba, if you are watching this video, reach out to Lilian wa EMR Solutions agent na mama yao, kwa sababu Lilian saizi amezima simu because she had already given orders na zinataka kutendeka but haziwezi tendeka kama tuko hapa. The moment we get information ambayo you can save somebody's life somewhere, we just work on it. Kama unaweza hata tukuandika hata mtu mmoja, wawili, watatu, give the same information that we are aware of the plans, because there is no way they can lock that lady in a lift na wa switch off power na wamemtoa nguo, na ni mtu ako very sick. Huyo msichana ukimwona amebadilika, ako yellow, sio mtu, na ni mtu amekuwa akitapika, hakuna kitu inasimama kwa tumbo. Then mtu mwingine anaanza kusema ati pesa za Waarabu lazima mtapeana hata mkisema nini. Hasa pesa ya Mwarabu itafanya nini? Mtu ni mgonjwa, sio yeye amekaribisha ugonjwa. She sick. Susan Njeri Mbugua ni mgonjwa sana. Kama mlimuona jana, huyo msichana ametani, amekuwa yellow. But now it's like sasa wameona hawaendi kupata faida yoyote. Why? Na nataka kuambia watu wetu wanauawa, then wakishauawa unasikia watu wanataka tu sasa internal organs wauze. That is why unaona mtu ni mgonjwa sana lakini bado watu wanamkwamilia, because wanajua ni wa faida zaidi. We are not going to keep quiet. Tunaona watu wetu wanauawa, tunanyamaza. We keep on typing rest in peace, rest in peace. Sisi hatuwezi choka. Hatuwezi choka kutype rest in peace. So, huyu Lilian ashughulikie huyu msichana. Nimesikia tu vibaya sana because nimesikia vile wazazi wake wanalia. Sasa unajua tena mzazi hawezi kupiga simu ati anapiga simu kwenda Saudi Arabia. Sisi ndio mikono ya wazazi, sisi ndio macho ya wazazi. We can help where we can. Sijawahi sikia vibaya kama vile nimesikia hii kesi. Nasikia kama nimeumia sana, but I just want to request watu wa the Like Mom family, kama unaona hii video, you can share it out. We have to save this girl. You share this video, you can tag the Kenyan embassy in Saudi Arabia, Diaspora Affairs. We want this lady alive. Wamtoe penye wamemfungia. The moment more than 10 people, we tell them we know to wamemweka kwa lift, wame switch off the power, wamemtoa nguo, we will be passing information. Watajua tu tumejulikana. This is not going to happen. Hatuwezi kuona kusikia hiyo msichana ati baadaye alimweka hapo na akapotea. She's nowhere. Na kwa nini mtu akutoche? They tortured her. So,
Lilian asifikirie kuwa hiyo biashara yake itaendelea. Kama uko Nairobi, tafadhali ofisi ya Lilian iko Kenyatta Avenue. Standard Chartered House building ya Standard Chartered third floor. If you are in Nairobi, hiyo ofisi iko Kenyatta Avenue, Standard Chartered building, third floor. Imeandikwa EMR Solutions Limited. Hata ukifika hapo unaweza uliza, if you see that lady or the mother, what exactly do they want? Kwani ni biashara gani wanafanya na watu? Mbona ufosi mtu auze shamba yake akifikiria? Hakuna mzazi anaweza taka kusikia mtoto wangu amekufa, na they can do anything for us. Our parents can do anything for us. So imefika Lilian ameamua tu sasa kama wapeani pesa ya Mwarabu ni kumalizwa. Why? Na alichukua hiyo video akaweka kwa nini yake, akasema hawezi huyo msichana aendi mahali popote kama hatuani pesa ya Mwarabu. Sasa pesa ya Mwarabu gani? She's only 1 month old in Saudi Arabia. Already you have taken money from the family. You have ghosted the family. Saizi you've tortured a sick person, kumtoa manguo kumrusha kwa lift, that is inhuman. Guys, please, I'm requesting you share this video. Mimi nasikia kama kichwa yangu imejaa. I feel disturbed because I don't expect watu wenye wako na akili wanyanyase watu. That office of Jehani office in Saudi Arabia si office mzuri. My inbox is full, na kwa wale wasichana wako pale hata wanashangaa. They are wondering what will happen to them. Kama mwenzao akikuwa tortured wakiona. No wonder unasikia mtu anaenda kwa tajiri anaogopa kurudi kwa ofisi because of what is happening. So ni wapi mtu atakimbilia ako safe? Akuwe safe. Kama ukienda kwa ofisi unafanyiwa mavituko kama hizo na uko mgonjwa, you have done nothing to them. Please guys, I'm requesting you share this video. You can help me reach these people. I'm also doing from my side. Nimekuja kushare information so that watu wajue people are going through a lot. Na this is one way people die in offices in Saudi Arabia, na utajua. Na kuna watu wanadhani watu wao ni wazima, kumbe walishauawa na maofisi zingine without knowing. Guys, naomba tu piga simu kwa huyu madam anaitwa Hana Kasena, ni mama ya Lilian, yeye ndiye anapokea pesa na Lilian ndio agent. So hizo namba zote ndio zitafanya kazi. They need to give out that lady. Wanafaa wamkatie ticket. They took the money, wamemghost, wanaitisha pesa ya Mwarabu. Msichana ni mtu amekaa 1 month. She's very sick and they have decided to torture her physically. Embassy in Saudi Arabia, Kenyan embassy in Saudi Arabia, tafadhali, hiyo ni kazi yenu. The moment tunawapa information kama hiyo, mnafaa kuifanyia kazi. You rescue your people. That is your work. Diaspora Affairs, if you see this information, hii information iko hivyo vile nimeileta, wale wasichana wako pale, it's like watatolewa hapo. So it's like watangoja msichana wakimumaliza the way they want, and then they transfer wasichana kwenda kwingine and they move to a different place. But Lilian wa EMR Solutions, we are not going to keep quiet.